Yo, inakuwaje mshikaji wangu wa nguvu? Mimi naitwa Ching the baddest, ndimu mtu mbaya. Baba lao sote, karibu kwenye 101 recap, na leo tuko na washikaji zetu kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Na wazungumzia mabantu. Tunafahamu mabantu na baadaye itakuja kukupa historia fupi kupitia 101 kuhusiana na mabantu. Hivi unafahamu kwamba mabantu system around wameachia ngoma na imekuwa ngoma kubwa sana. Kila mmoja nimeona sasa hivi ni challenge ni kubwa sana anafanya. Uzuri zaidi kwamba mabantu walimtafuta mshikaji mmoja na ambaye anaitwa Licktones, ambaye huyu ni mume wake na Gigy Money of course, na tumeona juzi kati hivi wameachia ngoma na ngoma imeenda. Sasa tumeona Licktones amekuwa anapata mashavu pao kwa mabantu, maana tayari ameshakwenda mjini big time. Moja kati ya kazi nzuri sana ambayo imetoka, na upepo wa mabantu umekuwa tofauti sana na wasanii wengine, na maanisha kuna upepo wa kisulisulu ulipita, ngoma kali sana ziliachiwa hapo, na tuliona ngoma Diamond Platinum Happy, akaja akachia Diamond Platinum pamoja na Juma Jux, ikaja katoka track. Lakini pia tukaona ngoma ya Benny kutoka Kenya pamoja na Ali Kiba ikatoka, na ngoma nyingi sana zilitoka hapo kati, na watu walikuwa wanaangalia upepo fulani hivi jinsi gani. Na Harmonize pia alitoa ngoma yake big time. Sasa hivi tumeona mabantu kwa ukimya wa muda mrefu sana kukaa, this time around amekuja na ngoma ambayo inaitwa Tu. Ni moja kati ya ngoma kali, ni nzuri na ngoma ambayo ya kusikiliza. Na uzuri zaidi ni kufahamisha kupitia Eternal International of course, kama utakuwa unasumbuliwa na maradhi ya aina yoyote, maradhi sugu, basi nikukaribishe vyema kabisa, na utakuwa ile suluhisho la tatizo lako itakuwa limeondoa kufanya full body check kwa shilingi 30,000. Na tunapatikana Kigogo hapa Dar es Salaam, na uzuri zaidi kuna vitu vingi sana hapa vya kujifunza, na hasa kwenye swala la elimu pamoja na kipato. Tunafahamu mabantu kwamba ni wasanii ambao wanafanya poa sana, lakini pia kundi la mabantu lilikuwaje? Umeelewa vizuri? Jina la mabantu bana ni watu wawili ambao ni kikundi cha watu wawili wa Bongo Flava ambao this time around wanatikisha katika mziki wa Bongo Flava, na wameanza matukio yao, wameanza kazi zao za mziki of course ni kitambo sana, na 1977 of course. So this time around Naomba Mungu, au ngoma ambayo kitikio kinakwenda kwa jina na Naomba Mungu. Tuje tuwazungumzie kwa sababu gani? Majamaa kiukweli kwamba nilipata nafasi ya kukutana nao the big time wakati niko Zanzibar. Nilipata nafasi ya kukutana nao, nikajua ni washikaji peace, ni washikaji wako poa sana, na ni creativity kweli yani, umeelewa? Na harakati zao nadhani waliweza kwa Mkubwa Fella pale na nini, mambo akawa ni mengi. Kuna wakati fulani kasemekana kwamba udugu wao, yani jinsi gani kundi lao wameliseti vizuri, umeelewa? Hamna ile mtafaruko au mgogoro ambao kila mmoja anaweza akauvutia kwake, maana kwenye zile stake zao za kimuziki, kifedha na nini, ilikuwa wameseti mipango yao imekuwa mizuri kabisa. Kwa hiyo kama atafanya show labda Kenya, umeelewa, labda atafanya show Tanzania na nje ya Tanzania, mimi kwamba kuna mapato yanapatikana, yanaenda kwa mama, yanaenda kwa yanagawanywa kwenye familia big time. Ni kitu kizuri sana, na hii consistency imekuwa sana kwa wao kuliko kwa wasanii wengi sana wamekuwa na mtafaruko. Na tunaamini kwamba ukiwa kwenye swala la kundi, umeelewa, kama tunafahamu kundi la Moto Band ilikuwa watu walikuwa wanajichukulia tofauti na nini, baadaye likaja likavunjika, umeelewa? So katika makundi mengi yameendelea kuvunjika. Kuna kundi la Weusi walifanya poa sana pia, bado mpaka saizi wapo, lakini tunasemekana kwamba kuna mmoja kati ya wale kama ana upepo wake, bado hajapata hiyo taarifa vizuri, lakini this time around tumeona ile heshima ya kuendelea kulinda kundi la mabantu limekuwa kubwa sana. Tufahamu kwamba mabantu hustling yake ni kubwa sana, muda mrefu sana, tangu vipo vijimbamba fulani vya vifahamiki na nini. So this time around ukiwazungumzia mabantu wanafanya poa sana. So hii ni 101 recap, na mimi naitwa Ching the baddest, ndimu mtu mbadi babalao. Asante kama bado huja subscribe YouTube channel ya 69 Media TZ, basi time ya kwako ni wewe tu kufanya hivyo vile ambavyo unataka, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupa zile burudani, na wewe utapata zile update na zile taarifa kila day, kila wakati ambapo sisi tunakusogezea. So inakuwa tamu kinaonao. Instagram unatufollow kwa jina la 69 Media TZ, na Facebook 69 Media TZ, na mitandao yote unatupata kwa jina hilo. Mimi naitwa Ching. Kwenye Instagram ni follow kwa jina la Wiching77, lakini pia kwenye Facebook Wiching77, na mitandao yote unapata kwa jina hilo. So wewe unataka nini? Endelea kudondosha comment yako hapo, alafu inakuwa poa unyama ubabe ubabani, na inakuwa mizuka ni mingi sana. So nimekugusia kuhusiana na
elimu ya Eternal International kama kawaida, kama unajijali, unajipenda na ushafanya biashara nyingi ambazo bado hujatoboa, basi safi, omba Mungu kama mabantu na wao wanavyoomba Mungu. Sasa hapa ni sehemu salama kukujuza ile sehemu ambayo unaweza ukajipatia mkwanja wa mwezi, mkwanja wa kila siku, na mkwanja ambao ukaukizi hata watoto kwenda shule, ada na nini vitu kama vikaenda yani vimenyoka, yani ile yenyewe, umeelewa vizuri. So Eternal International nasema kwamba wewe kama umefanya biashara afu hujafanikiwa, basi tunakukaribisha hapa ofisini kwetu, ni Kigogo roundabout, of course tuko hapa, na ukifika hapa utakutana na watu ambao wamepata elimu, ambao wamepewa elimu na wakachukua nafasi hiyo kuanza biashara ya Eternal International. Vipi unaanza biashara, kwa mtaji gani? Kwanza njoo upate elimu ya kiafya. Lakini pia tunasema kama unasumbuliwa na maradhi kama bawasili, maradhi sugu, na maanisha matatizo ya gesi, matatizo ya gesi, of course, yani gesi tumboni, kujaa gesi, big time sana. Lakini pia kama unasumbuliwa na matatizo ya moyo, figo, ini, umeelewa vizuri, unasumbuliwa matatizo ya mifupa, watoto pia wanasumbuliwa na matatizo mbalimbali ambayo inaweza kuwasababisha kwamba kuwapelekea sehemu mbaya. So usione tabu sana kuja kucheki au kufanya full body check up kwa shilingi 30,000, maana vipimo vitaonyesha chanzo la tatizo lako. Of course inakuwa ni vizuri zaidi. So karibia hapa, uje hapa, inakuwa vizuri kwa sababu afya ni mtaji wako, na ni mtaji ni wewe, basi inakuwa ni fresh. Mimi niseme asante kwa kunisikiliza.